wakati mzuri sana mtumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Habari za jioni. Pole sana kwa uchovu, pole sana kwa changamoto mkini kwa wakati huu. Sasa ninakuja mbele zako na mbele za Mungu kukuletea kitu ambacho Mungu anatamani tuweze kushare siku leo. Lakini kabla sijaenda mbali, naomba tuweze kuliabudu jina la Bwana na kuita uwepo wa Mungu kuweza kuwepo mahali hapa, kisha tutaendelea kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo naomba chukua nyakati hii sasa, tuendelee kuliabudu jina la Bwana. Karibu. Rapa karaba shirelebos. Baba, unastahili kutukuzwa. Baba, unastahili kuheshimiwa. Asante kwa mapenzi yako, asante kwa uaminifu wako, asante kwa neema yako, maana hakuna Mungu aliye kama wewe. Wewe ni Mungu unayetawala, wewe ni Mungu unayetakasa, wewe Mungu unayesafisha. Pokea utukufu, pokea heshima na mamlaka, maana hakuna aliye kama wewe. Karaba shekelebosika, karaba sorobosaya, jele kapramande, jelus perabosaya, jele kapravela, jaraba sokoraba seke, jarabosaya, zele kopramande, jala kayanda rabasika, sheketele koria baseke, jalis parabosaya, tunakutukuza Mungu unayestahili kuinuliwa, tunakutukuza Mungu unayestahili kuabudiwa siku zote za maisha yetu. Pokea utukufu, pokea heshima, pokea mamlaka, maana hakuna yeye kama wewe. Rapa kayanda rapa sheke, jeliska pravela, jana raba soko plemande. Umemlinda mama huyu, umemlinda baba huyu tangu alipoanza kazi yake asubuhi mpaka sasa ni jioni. Wengine wamekwisha kupumzika. Repa kaya na rapa sika, lakini sisi tuko mahali hapa. Reka raba baba boshaka, ni kwa uaminifu wako, ni kwa nguvu zako, ni kwa neema yako Yesu. Risa remande karaba baba boshaka, rese plemande, jalisa pravela, jeni na mazoya, reso koraba sika. Tunakutukuza wewe, tunakuabudu, maana hakuna Mungu aliye kama wewe. Wewe ni Mungu unastahili sifa, wewe ni Mungu unastahili kutukuzwa. Pokea utukufu, pokea heshima, pokea mamlaka, maana hakuna Mungu aliye kama wewe. Hata mdao tunapoenda kujifunza, naomba ukae pamoja nasi, kaanze nasi, kamalize nasi somo hili. Sasa mapenzi yako, kafunge moyo wa mama huyu, kafunge moyo wa baba huyu. Sasa mapenzi yako katika jina lako Yesu Kristo, naomba na kushukuru wewe, maana hakuna Mungu aliye kama wewe. Zaidi ya yote, tunakuja mbele zako kwa toba, tunaomba rehema zako, naomba tutakase kwa damu yako Yesu Kristo. Yamkini tumetenda leo kinyume mapenzi yako tangu asubuhi mpaka sasa jioni hii, naomba uturehemu, naomba utakase kwa damu yako Yesu Kristo, na kutupa kibali cha kuwa watakatifu kama wewe ulivyo mtakatifu. Sawa sana mapenzi yako, pokea utukufu, pokea heshima, maana hakuna aliye kama wewe. Ukatoshe kwa isoko na kutuongoza tangia sasa na hata milele, katika jina la Baba na Mwana Mtakatifu, na kushukuru Yesu Kristo. Amina. Amina. Mungu akubariki kwa kuendelea kuwa pamoja nami, kwa kuendelea kusikiliza mpaka sasa. Ni kwa utukufu wa Bwana. Basi nami sina budi sasa kuendelea na somo la leo kama ifuatavyo. Siku ya leo tutaenda kujifunza kitu kimoja kizuri sana, kama ulivyoweza kusoma hapo kwamba Mungu wetu anasikia. Mungu wetu anasikia. Mungu wetu anaponya. Mungu wetu anaokoa. Na mshukuru Mungu, ilikuwa ni jana mida ya mchana hivi, nilikuwa nasoma neno la Mungu. Nikafika kitabu cha Isaya 59 mstari wa kwanza. Nilipokuwa pale katika Isaya 59 mstari wa kwanza, kuna kitu kimoja nilikutana nacho ambacho kilinishtua sana. Kilifanya niwe na nishangae sasa vipi. Nikashangaa nikasema ina maana kumbe Mungu wetu anasikia. Ninajua kwamba kweli Mungu wetu anasikia, lakini kwa jinsi nilivyomjua, kwa jinsi nilivyosoma siku hiyo, nilijua kweli Mungu wetu anasikia. Hata pale ambapo tunaamini kwamba Mungu wetu asikii, ni kwamba anasikia. Ila kuna namna tu vitatu inawezekana vikatufanya tukafanya tukaona kama vile Mungu wetu hasikii, lakini kikweli Mungu wetu anasikia. Na sio kusikia tu, lakini pia anasikia na anajibu. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe sana. Anasikia na anajibu. Ni Mungu ambaye yuko tayari kutusikiliza wakati wote, kutusikiliza na wakati wote. Na tunasoma katika kitabu cha Isaya sura 59 mstari wa kwanza. Isaya sura 59 mstari wa kwanza, Biblia inasema, tazama mkono wa Bwana hautapunguka. Hata usiweze, kwamba tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarakisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake. Unaona? Anasema anazificha uso wake msiuone hata hataki kusikia. Kwa maana mikono yenu imetiwa unajisi kwa damu, na vidole vyenu vimetiwa unajisi kwa uovu. Midomo yenu imenena uongo, ndimi zenu zimenong'ona ubaya. Hapana adaiye kwa haki, wala hapana atetaye kwa kweli. Hutumainia ubatili, hunena uongo, hupata mimba ya madhara na kuzaa uovu. Lakini pia nitaruka tena kusoma mstari wa 12. Mstari wa 12 tena kusoma. Ukipata muda mwenyewe unaweza kupitia Isaya yote, utabarikiwa sana. Inasema, maana makosa yenu yamezidi kuwa mengi mbele zako, na dhambi zenu za shuhudia juu yetu. Maana makosa yetu tunayo pamoja nasi, na maovu yetu tumeyajua. Tarudia tena hapo. Maana makosa yetu yamezidi kuwa mengi mbele zako, na dhambi zetu za shuhudia juu yetu. Maana makosa yetu tunayo pamoja nasi, na maovu yetu tunayajua. Bwana Yesu atusaidie sana. Kumbe nimegundua kitu kimoja, kwamba nilipokuwa nikisoma maneno haya, mimi nisoma Isaya nzima. Kwa ukipata muda na wewe unaweza kupitia Isaya nzima, na hisi Mungu atakubariki sana, na utabarikiwa mno kwa namna moja ama nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi utabarikiwa kwa namna moja ama nyingine, na Mungu atakubariki sana kama ukiweza kuipitia hii Isaya nzima. Imenifanya nitafakari kwamba huyu Mungu ni Mungu wa namna gani? Cha kwanza, naona ni Mungu wa namna gani ambaye muda wote yuko available. Kitu cha kwanza ni hicho, muda wote yuko available, anapatikana. Na anasema kwamba mkono wake si mfupi. Cha kwanza, kwamba mkono wake haukupunguka hata usiweze kuokoa, lakini sikio lake sio zito hata lisiweze kufanyeje? Kusikia. Naona ina maana ni Mungu wa ajabu sana. Leo hii mimi niko mahali hapa, nitolee mfano mzuri. Leo hii mimi niko mahali hapa na kufundisha, tunafundishana na natoa video yangu, lakini kiukweli sina mkono wangu hawezi kukufikia wewe ulipo hapa, pamoja na sauti, pamoja na nini na mitandao, lakini mkono wangu hawezi ukafika hapo ulipo. Sio hapo tu, lakini pia hata sikio langu, sawa, haliwezi kusikia unachokiongea sasa hivi. Ila unanisikia tu, unanisikia sababu umeongeza sauti, lakini huwezi ukanisikia. Lakini pia jicho langu haliwezi kukuona, lakini unaniona mimi kupitia mitandao. Kwa hiyo kwa namna moja, mfano ningekuwa na rekodi sauti tu, ni audio, kuna namna kidogo hata usingeweza kunisikia, usingeweza kuniona, ungekuwa unasikia sauti tunatoka. Kwa hiyo lakini huyo Mungu sisi hatumuoni, lakini yeye, na hatuna mkono wa kumfikia yeye, lakini yeye anasema kwamba mkono wake haujapunguka hata siku moja. Just imagine, tunaamini kwamba Mungu wetu yuko mbinguni, lakini anasema mkono wake haujawahi kupunguka. Ina maana kokote alipo, tulipo sisi, mkono wake upo. Hajaishi ni mbali kiasi gani, hajaishi uko Tanzania, uko Kenya, uko Uganda, uko Malawi, uko wapi, kokote kule mkono wake unakufikia. Na cha ajabu, dunia nzima tuna watu wengi sana. Mkono wangu mimi hauwezi kushika zaidi ya mtu mmoja. Nikitahidi nimeshika labda wawili, nimejitahidi sana. Lakini mkono wa Mungu, just imagine ni watu wangapi kwa duniani, lakini wote Mungu anawagusa, mkono wake unawagusa kwa wakati huo huo. Unaona? Lakini pia anasema sikio langu sio zito hata lisiache kusikia. Ina maana sikio lake linaweza kusikia sauti ya kila mmoja wetu. Leo hii ukienda maeneo mfano kama ukienda Dar es Salaam, ukienda Kariakoo,
Kariakoo ni eneo ambalo lina kelele za kila namna. Yaani kuna wakati unaweza kusikia kelele zika nyingi mpaka hata uelewi. Huyu anaongea hiki, anaongea kile, na uwezo kujibu wote. Lakini just imagine Mungu, watu wote dunia nzima wanaomba kwa siku moja, wanazungumza kwa siku moja, na wengine wanazungumza mioyoni mwao kwamba Mungu nifanyie hiki, Mungu nifanyie hiki, na anawajibu on the spot kabisa, vile vile wanavyotaka. Hajai kuchanganya maombi, hajai kuchanganya majibu ya mtu. Ni Mungu ajabu sana. Lakini pamoja na yote, anasema kwamba ametumia mstari mmoja tu kusema kwamba, naomba niurudie kuusoma. Anasema kwamba tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Ina maana kumbe Mungu wetu anasikia. Lakini cha kushangaza, kwa nini hatumsikii? Kwa nini mkono wake hatuoni? Kwa nini yale ambayo tunaomba hayajibiwi? Hapa sasa ndo tunakuja mstari wa pili. Anatuambia vizuri kabisa. Mstari wa pili hapa, ngoja tusome vizuri. Lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msione hata hataki kusikia. Naona maovu yetu yametufarakisha sisi na Mungu wetu. Cha kwanza hicho. Cha pili, dhambi zetu zimeuficha uso wake tusiuone. Cha tatu, hata hataki kusikia. Ina maana kumbe ndugu yangu, mimi na wewe tunasikia. Mungu wetu yuko lazi, mkono wake uko lazi kutufikia muda wote, na sikio lake liko tayari kutusikiliza muda wote. Lakini shida inayotufanya sisi tusione mkono wa Mungu na Mungu asitusikie sisi ni kitu kimoja, ni maovu yetu. Yametufanya tuwe mbali na Mungu wetu. Nitakutolea mfano mzuri. Wewe hapa ulipo naona unaniona, si ndio mtumishi wa Bwana? Hapa unaniona. Ngoja nikutolee mfano mzuri. Hapa mimi na wewe tunaonana kwa sababu katikati yetu hakuna kinachotuzuia. Kwa hiyo unaniona, utakapoangalia video kama naangalia sasa hivi, baadaye utakavyoangalia utakuwa unaniona. Sawa, unaniona vizuri bila shida. Kwa sababu tunaona hakuna kinachotuzuia. Nikafanya hivi. Hapa nadhani unasikia sauti lakini unioni. Ndivyo dhambi zilizofanya. Tena daftari, namshukuru Mungu baada ya daftari jeusi. Hapa naona unasikia sauti lakini mimi hunioni. Ndivyo ambavyo maovu yetu yametufanya mbele za Mungu wetu. Ina maana Mungu wetu akitaka kutuona, akitaka kugusa, kuleta mkono wake kutugusa sisi, unagota hapo. Hautufikii kwa sababu tayari tumekwisha kufichwa. Mungu akitaka kututazama hatuoni kwa sababu ya maovu yetu yamekaa katikati yetu na Mungu hapa. Yametufunika tusiweze kuonekana kwa namna moja ama nyingine. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hivyo mmoja tu zamani alikuwa anapenda kuimba sana, nimeuona mkono wa Bwana, nimeuona mkono wa Bwana, nimeuona. Lakini pia kuna Zaburi singers wanaimba, tumeuona mkono wake Bwana. Sio rahisi kuona mkono wa Bwana kama kuna kitu tayari kimekwisha kukufunika hivi. Aisee, tutajifariji kwamba Mungu yuko pamoja nasi, lakini kama kuna kitu kimekaa hivi ambacho kinaitwa dhambi au uovu, hatutaweza kuona mkono wa Bwana. Hatutaweza kuona. Tutajifariji tu kwa hisia zetu, kwa nyimbo, tumeuona mkono wake Bwana, bado ninakuamini. Lakini kiukweli kabisa, ni kweli Mungu anajua bado tunamwamini, anajua tunampenda, lakini tayari kuna kitu kinachotufanya yani ule muunganiko kati ya sisi na Mungu umekwisha kuondolewa kwa sababu ya dhambi. Yaani dhambi imetufunika. Hatuna uwezo tena wa kumuona Mungu. Hatuna uwezo tena kupaza sauti yetu kufika kwa Mungu. Tukipaza inagota. Tukiomba maombi yanagota. Naona, lakini pia Mungu akitaka kutuma msaada wake na mkono wake kutushika, anashindwa kwa sababu kuna kitu tayari kimetufunika, kimetuficha. Kwa ndugu yangu, ni kweli najua unatamani ni muombaji, kuna wengine uniomba wazuri sana, kuna wengine mnamtegemea Mungu sana, mnabidia kwenda kanisani, ni watoaji, lakini pia kuna jambo la muhimu sana. Sijaja hapa mahali hapa kukuhukumu, hapana. Niko mahali hapa kukumbushana. Hata mwenyewe nilipo hapa najifundisha pia kupitia video hii. Nachukua nyakati hizi kujifundisha pia. Maana niliposoma hivi niingie kwenye maombi ya toba pia, kuangalia maisha yangu mimi kama mimi. Kwamba je, ni kweli nampendeza huyu Mungu?
Maana unaweza kusema kweli mimi ni kijana, unaposti picha nzuri kweli, msalaba wa Yesu, unaandika jamani kwamba kama wewe unamtegemea Mungu, comment amen, unakuta amen 500,000, amen 10,000, watu wamelike kama zote. Wewe kama kwamba kama unamtegemea Mungu, kama unampenda Mungu, andika amen. Unakuta tu comment kama zote. Lakini kwenye video kama hizi za kufundishana, unaweza kukuta comment hata 2 mtu anaivuka. Lakini kule unakuta mtu amechora malaika, ana ma 6 pack ana nini, mtu anakomenta anaweka like. Wengine wameka hadi wameka picha zao, wameweka picha, wengine wameka picha za watumishi kwenye nanili zao, kwenye status zao, kwenye picha zao za Facebook, hasa wameka picha za watumishi wao. Unakuta wameka mtumishi wake pale anayempenda, mtu wa Mungu. Ni kweli good na inapendeza sana mbele za Mungu. Unaona? Ndio hivyo. Mwingine ameandika, huyu anaandika pale, sisi ndio wale tunaomtegemea Mungu. Sisi ndio wale tunaopiganiwa na Bwana. Ni kweli, is right. Sababu wewe hata kuishi kwako ni Bwana. Lakini hebu tujiulize, tukae mimi na wewe chini, tuangalie upande wa pili. Tujiulize hapa upande wa pili. Tujiulize hapa, je, ni kweli unaolisema hiyo picha inasadifu kweli yaliyomo? Ni kweli unamtegemea huyu Mungu? Ni kweli tunamtumainia huyu Mungu kweli? Matendo yetu yenyewe kweli yanajieleza mbele zake? Sababu kama tunamtumikia Mungu na kama tunamtegemea Mungu, kwa nini mambo yetu yanakuwa magumu kwenda? Kwa nini Mungu unakuwa kuna ukungu katikati yetu, kunakuwa kuna giza? Tunashindwa kumfikia Mungu kwa wakati. Tunashindwa kupokea majibu ya Mungu kwa wakati. Kweli kuna wengine wanapitia kwenye majaribu na Mungu akutie nguvu ambayo uko kwenye majaribu. Maana majaribu ni mtaji, endelea kuvumilia kweli. Ni kipindi ambacho lazima ukipitie. Lakini kuna wengine hatuko hata kwenye majaribu, lakini hatuoni mkono wa Mungu. Ndugu yangu, naomba nikutie moyo nikwambia kwamba Mungu anakupenda. Mkono wake si mfupi. Lakini shida ni moja tu. Maovu yetu, matendo yetu. Sisi ni mashahidi. Tena ninamshukuru Mungu katika mstari wa 12 hapa ndio amezungumza vizuri sana. Isaya mwenyewe ameamua kurudi, naye mwenyewe kaamua kujijumuisha pale katika mstari wa 12 na kusema kwamba kaamua kwenda kabisa kwamba anasema hivi, maana makosa yetu yamezidi kuwa mengi mbele zake. Mungu anamuelemea makosa yetu, yanamuelemea. Anasema na dhambi zetu zashuhudia juu yetu, maana makosa yetu tunayo pamoja nasi na maovu yetu tunayajua. Tuishwa Bwana, tunayajua sana. Tunayajua sana. Tunajua maovu yetu. Tunajua maovu yetu kwamba ni mangapi mbele za Mungu. Yana maovu yetu tunajua kabisa ni mangapi maovu mbele ya Mungu. Okay. Amen. Kuna kitu hapa nilikuwa nakikopi, sorry kwa kustaki. Kuna kitu nilikuwa nakikopi hapo kwa ajili yako. Ni Mungu kweli anatupenda, lakini kuna kitu kimeingia katikati yetu. Tunajua, mimi sitaki kuambia kwamba wewe unafahamu kwamba sijui kama una dhambi au una dhambi, lakini unafahamu maisha yako mwenyewe kama je yanampendeza Mungu au yampendezi. Ni kweli sisi wanadamu tumekuwa rahisi kumtaja Mungu kwa vinywa, kwa status, Facebook, nini tunapost tuko kanisani, is right, ni good, lakini mioyo yetu iko mbali. Nakumbuka kuna mkesha mmoja nilikuwa nimefunga masaa 24. Siku moja Mungu akanipeleka kwenye mkesha, mtumishi wa Mungu mkubwa sana hapa Tanzania. Alikuwa ameitisha mkesha wa wanachuo. So mbali, ni mwaka huu mwezi wa kwanza hivi, kama sio wa pili. Nimefika kwenye ule mkesha wa mtumishi wa Mungu. Nikafika, it was very powerful. Kulikuwa kuna watu wengi sana. Watu wengi mno, tena wanachuo wengi sana, vijana kama wote. Lakini unajua nini? Ghafla nikiwa maeneo yale, nikasikia sauti ikiniambia kitu kimoja, kwamba hivi watu wote hawa wamekuja kweli kumwabudu Mungu, wamekuja kweli kumsifu Mungu, wamekuja kweli kumtukuza Mungu, lakini shida, mioyo yao iko mbali na Mungu. Mioyo yao Mungu hayumo kabisa. Yaani mtu anakuta ameenda kwenye mkesha, anakisha bando liko vizuri, nikukuta mkesha labda ni wa kusifu na kuabudu, live concert, lakini mtu anaenda bando, anakisha bando liko linasoma vizuri, anakisha simu yake ina charge,
na nashtua washikaji wake wanaenda zao. Kinachotokea hapo, watu wanaenda na ibada, mtu nakuta yuko busy, anaposti, anapiga picha. Is good kuambia marafiki zako kwamba jamani nipo kwenye mkesho wa mtu fulani hapa, anatuma posti, anaposti nini anaendelea. Wengine unakuta na marafiki zake ni mdote story nini. Na hivyo hata ibadani kuna mtu ndio yuko hivyo, unakuta yuko ibadani lakini ndio bado yuko online, yuko anaendelea na maisha yake. Kinachotokea ni yani kwenda kanisani sio shida, kumwenda kanisani sio shida, kwenda kwenye makonsati ya kumtukuza Mungu sio shida, lakini shida je, moyo wako umewekaje mbele za Mungu? Moyo wako, kuna maana kwenye Biblia inasema kwamba moyo wako una ugonjwa wa kufisha. Moyo wako kiharibika, ni kipi kinachoweza kutibu moyo wako? Na ndiyo connection kati ya wewe na Mungu ni moyo yetu. Mioyo yetu ikiwa inamsogelea Mungu, hata pale tunapomkosea inakuwa ni rahisi Mungu kutusamehe. Mfano mzuri ni mtumishi wa Mungu Daudi. Alimkosea Mungu sana. Kuna wakati alimkosea Mungu, lakini kwa sababu moyo wa Daudi ulikuwa umempenda Mungu, moyo wa Daudi ulijifunza na ulizoea kumtegemea Mungu, ndio maana Mungu alikuwa vyepesi sana kumsamehe Daudi. Japokuwa na maovu yake yote, lakini Mungu alikuwa vyepesi kumsamehe. Sio Daudi tu, hata Musa. Kuna nyakati Musa alimkosea Mungu na Mungu alimwadhibu, lakini kwa sababu ya moyo wa Musa aliingia mbinguni. Kwa kumbe mioyo yetu ndio inatufanya tuone mkono wa Mungu. Mioyo yetu ndio inatufanya sisi tuone tusikilizwe na Mungu. Mioyo yetu ikiharibika jamani, kipi kinaweza kutibu mioyo yetu? Na dhambi inaenda kuchafua mioyo, sio mwili baba. Ukifanya dhambi, ukimaliza pale utaenda kuoga, hakuna atakayejua. Umekunywa pombe usiku, asubuhi utaamka utaoga, hakuna atakayejua. Lakini rohoni ndiko kunakochafuka, ndiko kunakoumia. Mwili unaburudika, mwili unapata raha, lakini roho inanyong'onyea, inatufanya tunashindwa kusikilizwa na Mungu, inatufanya tunashindwa kuona mkono wa Mungu. Na Mungu yuko tayari sisi kutusikiliza, na Mungu yuko tayari saa yote sisi kupokea haja za mioyo yetu na kutujibu na kutusaidia. Kuna mahali Mungu anaona kabisa anaona kabisa tunashindwa, na yeye njia anayo, jibu analo. Asema mwanangu natamani, anasema kwa sababu mwanangu pita hivi, lakini jibu halifiki, njia haifiki. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari kuna kizuizi. Anasema mwanangu pita, sauti haifiki. Mwanangu acha hiyo, itakuumiza, haifiki. Kwa sababu gani? Haina nguvu. Kwa sababu gani? Dhambi inatufanya tukashindwe kumsikiliza Mungu wetu. Ni maombi yangu mimi na wewe tusio watu kama namna hiyo. Kama ni watu wa namna hiyo, basi Mungu aturehemu na atupe fadhili zake na atusaidie katika maisha yetu. Naomba nikupeleke katika andiko hili hapa, nadhani utalipenda sana. Mungu wetu hata apendezwi. Anasema sikukuu zenu za mwezi mpya na karamu zenu zilizoamriwa nafsi yangu yazichukia mambo hayo, yanilemea, nimechoka kuyachukua. Kwa nini Mungu anachoka? Ngoja nikusome vizuri. Nitaanza mstari wa 14. Isaya sura ya kwanza mstari wa 14. Biblia inasema sikukuu zenu za mwezi mpya na karamu zenu zilizoamriwa nafsi yangu yazichukia mambo hayo, yanilemea, nimechoka kuyachukua. Nanyi mkunjuapo mikono yenu nitaficha macho yangu nisiwaone. Naam, muombapo maombi mengi sitasikia, mikono yenu imejaa damu. Naona anasema jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu wa matendo yenu usiwe mbele za macho yangu. Acheni kutenda mabaya, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Naona hapo anasema sasa, haya njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zitapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji, zitapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Hapo anasema sasa, kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi, bali kama mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa ni Mungu ambaye anatupenda sana, lakini ibada zetu sio nilivyosikia sauti niliumia sana. Nilianza kumwambia Mungu, naomba unisaidie moyo wangu. Maana kweli ni vijana tulikuwa wengi sana. Tulikuwa vijana wengi mno wa chuo. Lakini uweze amini,
Mungu anasema tatizo watu mioyo yao iko mbali nami. Just imagine watu 10,000 lakini wote mioyo yao iko mbali na Mungu. Inaumiza sana, lakini ndio watu tu nikipigwa nyimbo za praise na sio kwenda mshukuru Mungu, tulicheza, tuliimba, maana muziki ulikuwa umejaa balaa, praise ilikuwa imejipanga balaa, lakini kiukweli mioyo yetu iko mbali. Kwa hiyo kama tunacheza tu ndugu yangu, kama tunacheza kombolela tu, hana tunachokifanya. Kwani kwa sababu mioyo yetu iko mbali na Mungu. Kwa hiyo ndugu yangu, inawezekana kwa unamtolea Mungu, inawezekana kwa unafanya ibada vizuri, unaenda kanisani, unaposti kweli picha, umeweka picha ya mtumishi, umeposti vitu amen amen nini sawa, ongela vizuri, lakini hebu cheki moyo wako ukoje? Angalia moyo wangu, je, kweli uko sawa na huyu Mungu naye mposti? Au ni kama kondakta ambaye ninaendesha gari, yani ni kama kondakta ambaye anawaambia watu twende kisha anabaki nyuma. Mungu atusaidie. Ni kama nilivyosema, si papo kuhukumu, ila Mungu atusaidie sana. Atuwezeshe kwa mkono wake. Ni maombi yangu mimi na wewe, Mungu atusaidie. Anasema tuje tusemezane naye dhambi zetu. Naomba nirudie ile andiko, nalipenda sana. I like this scripture. Ni andiko zuri sana. Anasema hivi, I enjoy tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Anasema hapa anamalizia, kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Hivyo nakwambia ndugu yangu, Yesu Kristo anakupenda na anatamani aweze kuisikia sauti yako. Anatamani mkono wake uweze kufika kwako kukusaidia. Lakini pia Isaya 49:14 Biblia inasema, bali Sayuni alisema, Yehova ameniacha, Bwana amenisahau. Lakini anarudi mstari wa 15 anasema, je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata asimrumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Sio mimi ninayozungumza na wewe Gregory hapa, hapana. Yani ni Mungu anasema kwamba mimi sitakusahau wewe. Hapo anasema kwamba tazama, nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu, na kuta zako ziko mbele zangu daima. Nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu, na kuta zako ziko mbele zangu daima. Sio mbele zangu mimi sikuoni, ila unaniona mimi. Mungu akubariki. Ila Mungu wa mbinguni ndio anasema amekuchora. Yani kwa Kiswahili cha sasa naweza kusema yani Mungu amechora tattoo yako kwenye kiganja chake. Anayo tattoo yako. Tattoo yako. Kama unavyofahamu mtu unaposikia kwamba mtu akichora tattoo, hiyo ndio imeisha mpaka anapokufa. Yuko nayo. Asa ina maana Mungu kakuchora kwenye mkono wake. Hivi mwanzani kakuchora na dhambi ulizonazo? Hakuna. Hajakuchora kwamba eti fulani ni, hakuna. Alikuchora kama jinsi alivyokuumba katika hali ya utakatifu. Anashangaa umebadilika. Amekuchora mtumishi wa Mungu mzuri, lakini sasa hivi anaanza kuona mapicha. Inasikitisha sana. Na kama unavyojua mwenye tattoo, ukiangalia tattoo yako ukichora kama ni Z hivyo ibadiliki kuwa S. Lakini akikuangalia na jinsi alivyokuchora katika kiganja cha mikono yake ni vitu viwili tofauti. Mungu aturehemu mimi na wewe. Lakini naomba twende tukaombe mbele za Bwana, rehema zake mbele za Mungu. Twende tukamwombe rehema sasa Mungu wetu aturehemu, maana hatuwezi. Hii kitu ni kizito sana. Anasema hawezi dhambi zetu. Hawezi kuvumilia kusifu kwetu kutokana na maovu. Hawezi kuvumilia Mungu wetu. Mioyo yetu iko mbali na yeye. Anatamani tusaidie, lakini anashindwa kwa sababu anaziwa na kitu kinaitwa dhambi. Na dhambi ni nini mbele za Mungu? Mungu hajakuumba na dhambi ndugu yangu. Mungu hajakuumba na uzinzi. Mungu hajakuumba na uovu. Hivyo vitu tumevikuta duniani. Dhambi tumezikuta na tutaziacha. Kwa ni hali yako, ni maamuzi yako kwamba uzitende au uziache. Yani ndio uchaguzi Mungu amekupatia. Kwa sababu umezikuta na utaziacha. Lakini sisi na Mungu wetu tunajua ni wapi tulipotoka. Mungu ni shuhuda, atusaidie mimi na wewe. Tuna mbele za Mungu. Asante Baba, asante Mtakatifu, Jehova Rafa, Jehova Jile. Niseme nini juu ya hayo? Mungu ukiwa upande wetu, hakuna anayeweza kujaribu kwa juu yetu Baba. Asante kwa ajili ya majira haya jioni, mimi na pamoja na ndugu yangu ambaye Baba tumekusikiliza wewe. Tumesikiliza sauti yako ya kwamba Mungu kumbe wewe mkono wako haujai kupunguka hata siku moja. Lakini pia Mungu wetu, wewe sikio lako halijai kuwa zito hata siku moja. Na niongezee kwamba Mungu wangu, macho yako hajai kuwa kipofu hata siku moja. Ina maana kumbe Mungu mkono wako uko tayari kutusaidia na kutuokoa, lakini sikio lako liko kwa ajili kutusikiliza na macho yako kwa ajili ya kutuona. Lakini Baba, namna tunavyoishi ni kinyume na mapenzi yako Baba. Tumeshindwa kuona mkono wako kwa sababu ya maovu yetu. Tumeshindwa kuona msaada wako, kupata msaada wako kwa wakati kwa sababu ya maovu yetu, kwa sababu ya dhambi zetu. Naomba uturehemu Yesu Kristo.
Kristo. Naomba uturehemu Jehova Rafa, naomba uturehemu Jehova Jile, naomba uturehemu Jehova Nisi, naomba uturehemu Jehova Rafa, naomba uturehemu Jehova Jile. Mrehemu mama huyu, mrehemu baba huyu. Tumekukosea wewe, dhambi zetu zimetufanya tuwe mbali na uso wako, zimetutenga mbali na uwepo wako, zimetutenga mbali na uwepo wako. Na Daudi katika Zaburi anasema kwamba heri siku moja ndani ya uwepo wako kuliko siku 1000 mbali na uwepo wako Yesu Kristo. Turehemu Jehova Rafa, turehemu Jehova Jile, turehemu Jehova Nisi, turehemu Jehova Shalom, turehemu Yedishadai, turehemu Adonai, turehemu Sabaoti. Rapakaya na Rabasheke, Jeliska Bravalasio, Remana Rabozia Bande, Jekataya na Rabosika, Jala Kopremande, Jikata Rabosaya, Jingaraba Zopremande, Jeketelika Bravola, Zanaya Nanamozia, Rekebele Sabali, Risa Karabosaka, Jinana Mazopremande, Jehova Lazo, Jehova Jana, Reseketerebosika. Naomba utukomboe, naomba utuweke huru, mweke huru mama huyu, mweke huru baba huyu, maana ametambua makosa yake na yuko tayari kurejesha moyo wake kwako Yesu Kristo. Maana unasema kwamba Mungu utulinde mioyo yetu kuliko vyote tuvilindavyo Jehova Rafa, maana ndipo zitokako chemichemi za uzima. Rekatayana rabosika, rinda rabosaka. Mioyo yetu kiharibika Baba, nani anaweza kuiponya? Nani daktari wa dawa moyo? Nani daktari wa moyo kuweza kuuponya? Yesu Kristo, ni wewe Yesu Kristo. Tunakimbilia uzulinzi wako, tunakimbilia nguvu yako, tunakimbilia damu yako ikaoshe ikaoshe maisha yetu, ikaoshe mioyo yetu, nasi nakabidhi maisha yetu mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo. Asante mama umetukomboa, asante mama umetuweka huru kwa namna moja ama nyingine. Amina. Amina. Mungu akubariki sana. Yamkini uko mahali hapa haujampokea Yesu, naomba chukua hatua ya imani, niko ngoja sala hii ya toba na Mungu atakupokea kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia usisahau kutafuta kanisa ilo karibu na ambapo Mungu atakuongoza kwa ajili ya kumwabudu. Tuende mbele za Bwana. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi. Ninakushukuru kwa neno lako, maana si kwa mkono wangu wala si kwa nguvu zangu, bali ni kwa Roho wako. Nami natubu, nashuka mbele zako, naomba rehema zako, unisamee makosa yangu, samee dhambi zangu nilizozifanya kwa wazi, nilizotenda kwa siri. Unitakase kwa damu yako, unioshe kwa hisopo, nami nikawe safi sasa. Na mkataa shetani na kazi zake zote, na kurudia wewe Mwokozi wangu. Unioshe kwa damu yako Yesu Kristo. Futa jina langu kwa kitabu cha hukumu, andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Tangu sasa na hata milele, naahidi kukufuata wewe kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amina. Mungu akubariki. Mungu amekwisha kumpokea. Lakini pia kama ni mgonjwa, kama una mali unaumwa, gusa na sisi tutaomba. Shika mali bado unapoumwa, yamkini mtu mwingine tusaidie hapo, nami naenda kuomba pamoja na wewe na Mungu ameenda kuponya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba kwa ajili ya mtumishi wako huyu ambaye anaumwa. Baba, naomba mkono wako Yesu Kristo si mfupi. Umesema kwamba mkono wako si mfupi hata usiweze kuokoa, mkono wako huje kupunguka hata usiweze kuokoa. Nami Baba, naamini kwamba umesikia kilio chake, maana sikio lako sio zito hata usisikie Baba vilio vyetu. Nasi namkabidhi mkononi mwako. Tazama anaumwa, tazama anapitia changamoto mbalimbali ya mbinu za kibiashara. Baba, naomba ukamponye na kumtakasa kwa damu yako Yesu Kristo. Wengine wanaumwa magonjwa mbalimbali, wengine wako hospitalini, wengine wako majumbani, wengine wanaumwa lakini hawajaelewa kama wanaumwa. Baba, naomba ukaponye kwa damu yako Yesu Kristo. Ponya kansa ile, ponya matatizo yale, ponya tumbo lile, ponya kichwa kile, ponya miguu ile, ponya mtoto yule, ponya mama yule, waponye kwa damu yako Yesu Kristo. Ponya macho yale katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa ya kifafa, kila aina ya mapepo yakashindwe kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu yako Yesu Kristo. Bali nguvu yako ikapenye, ikapite kwa damu yako Yesu Kristo popote pale alipo. Lakini wengine wanapitia changamoto mbalimbali za kibiashara, changamoto za kindoa, changamoto za mahusiano, changamoto za na kila namna. Baba, naomba ukatibu na kuweza kuwaponya katika changamoto zao sawa sawa mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Maana ndiye Bwana utuponyaye, ndio Bwana utuokoaye katika jina la Yesu Kristo. Asante mtakatifu Yesu Kristo, pokea utukufu, heshima na mamlaka, maana hakuna kama wewe hata usiku leo. Na kabidhi watu wako mikononi mwako, kasida wakae salama na kuamka salama, na kesho watakapoamka kwenda majukumu yao kawawezeshe. Mara wengine ni wasabato wanamkia kanisani, kawaguse huko waliko na kuwafunike kwa damu yako Yesu Kristo, katika jina la Baba na Mwana na Mtakatifu. Amina. Na umempokea Yesu,
usiache kucomment pale. Namba yangu utaiona tu juu hapo, nimeandika 0766764829, utaiona pale. Lakini pia kama kuna shuhuda Mungu kukuponya, kakugusa, usikae na shuhuda yako, mtumishi wa Bwana. Ukigushuhudia, nasi ndio tunajipa nguvu zaidi ya kuendelea kumtumikia Mungu na kuendelea kuifanya kazi yake. Maana sisi chakula chetu ndio hicho, kumtukuza Mungu pamoja na wewe. Kwa hiyo kama Mungu amekugusa, amekuponya, haina shida, tuma hapo, nenda kwenye comment pale, andika namshukuru Mungu ameniponya. Ukiona uwezi, ni ngumu sana, namba yangu ile pale, mshukuru Mungu. Kwa ni ngumu sana, nenda kanisani kwako mshukuru Mungu. Kwa ngumu, basi mshukuru Mungu. Hata nyumbani tunaye Mungu na yeye inatosha. Kwa utukufu wa Bwana. Mungu akubariki tangia sasa na hata milele. Naamini moyo wako umeponywa, moyo wako uko safi kwa ajili ya jina la Bwana. Mungu akubariki. Shalom, shalom.